Hello, Bwana Yesu asifiwe. Ninajua uko salama na neema Mungu inaweza kukufunika. Kuna mtu unajiuliza, je, ninawezaje kutunza nguvu za Roho Mtakatifu ndani yangu? Kwa tathmini yangu fupi nimefanya hesabu kugundua kwamba vitu vya Mungu kuvipokea ni rahisi mno. Unaweza ukakutana na mtumishi mwenye upako akakuwekea mikono ukapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaweza ukakaa kwenye kusanyiko la watu waliojaa na wewe ukajaa Roho Mtakatifu. Lakini kazi ya vitu vya Mungu ni kuvitunza. Kutunza kile kitu ambacho Mungu amekupa ndo gharama, kinahitaji nidhamu. Vitu vya Mungu vinapatikana kwa neema, lakini vinatunzwa kwa maisha ya nidhamu. Sasa, je, nawezaje kutunza ushirika wa karibu na Roho Mtakatifu? Jambo la kwanza ni kwa kuepukana na maisha ya dhambi. Moja ya kitu ambacho kinamhuzunisha Roho Mtakatifu ni pale ambapo tunaenda kinyume na neno la Kristo linachokitaka. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuja kwenye maisha yetu, anakuja kumshuhudia Kristo kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kwa kuepukana na maisha ya dhambi, utajikuta kwamba unakuwa rafiki na Roho Mtakatifu. Kwa sababu gani? Mwili wako ni hekalu lake na yeye ni mtakatifu. Hatamani kitu chochote kichafu kiweze kutawala kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiokoka, amua kudhamiria kabisa ya kwamba sitarudi kwenye maisha ya dhambi. Jambo la pili, lijaze neno la Kristo ndani yako. Unapolijaza neno la Kristo ndani yako, unampa nafasi Roho Mtakatifu wa kuweza kuyahudumia maisha yako. Maana Mungu ambaye ni Roho hulitazama neno lake apate kulitimiza. Unapojaza neno la Kristo ndani yako, linakuwa ni kama gaida ya kuweza kukugaidi mbali na uchungu, mbali na kazi ya shetani, mbali na uovu wa shetani. Kwa hiyo hakikisha kwenye maisha yako unalijaza neno la Kristo ndani yako, maana umempokea Roho wa Kristo. Roho zote zinaongozwa na maneno, hadi roho za kichawi zinaongozwa na maneno. Jambo la tatu litakaloweza kukusaidia, hakikisha unaishi maisha ya maombi. Unapolijaza neno la Mungu moyoni mwako, ufanya Roho Mtakatifu aseme na wewe katika engo tofauti tofauti. Lakini unapoingia kwenye maombi, unaruhusu nguvu za Roho Mtakatifu zitende kazi kwenye maisha yako. Haziwezi kutenda kazi kama hauishi maisha ya maombi. Jambo la nne, weka nidhamu ya kuhudhuria ibada au maisha ya ibada. Hakuna kitu kinachomzimisha Roho Mtakatifu kwenye mioyo ya watu wengi kama kuishi maisha mbali na ibada. Asikudanganye mtu wala usidanganyike. Hakuna kitu kinachozimisha nguvu na utashi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mtu kama kudelay maisha ya ibada. Waebrania 10:25 anasema, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa inawezekana kabisa kutembea kikamilifu na Roho Mtakatifu kwenye maisha yako kama tu utaamua kufuata hizo kanuni. Mungu akubariki.